Yes, bana, karibu sana mtazamaji wa Singano Media. Tuendelee kuzichakata na kuzichagiza taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimeendelea kuchukua nafasi. Ikiwa rasmi dirisha dogo la usajili likiwa limefunguliwa leo Januari 1, 2026 na usajili ukiwa unaendelea kupamba moto, ama taarifa za usajili zikiwa zinaendelea kupamba moto kwa kiasi kikubwa sana kwenye vilabu tofauti vya ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans, lakini wekundu wa Msimbazi Simba, Azam FC, lakini pia kadhalika na vilabu mbalimbali vikiwa vinaendelea kujinoa kwa namna ambavyo kuanza namna ambavyo ama kuendeleza msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kwa Young Africans na wekundu wa Msimbazi Simba, wao wanajinoa na kusajili kuelekea katika mashindano ya kimataifa, mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo yatarejea. Kubwa zaidi, tuanze na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambayo hii leo rasmi kimeondoka na kuelekea kule Zanzibar kwa ajili ya michuano ya Mapinduzi Cup ambayo wataanza kutimua vumbi tarehe 3 Januari 2026. Lakini katika kikosi hiko kumekuwa na taarifa nyingi za usajili ambazo zimekuwa zinaendelea, kubwa zaidi zikiwa zinamhusisha Clatous Chota Chama kurejea katika kikosi hiko, ama Clatous Chota Chama kurudi Simba. Na hizi taarifa zimekuja mara baada rarasmi uongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kufungua mazungumzo rasmi na klabu ya Singida Black Stars kumtaka kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo ya Singida Black Stars Clatous Chota Chama. Na taarifa zinaeleza kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanamhitaji Clatous Chota Chama kwa mkopo wa miezi 6 ambao hatadumu katika kikosi hiko. Na ikumbukwe Clatous Chota Chama klabu yake ya kwanza kabisa kuchezea nchini Tanzania ilikuwa ni wekundu Mfalme wa Nyika, na mzungumzia Simba ndio ilikuwa klabu yake ya kwanza kabisa Clatous Chota Chama kuanza nayo kazi, na alifanya makubwa sana na kuifikisha Simba katika nchi ya hadi. Kumbuka Chama amefanya makubwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi ambayo inamkumbuka Clatous Chota Chama ni ile ambayo Simba wanaenda hatua ya makundi, mechi ya Simba dhidi ya Nkana Davos ambayo ilichezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, miongoni mwa bao zuri kabisa ambalo alifunga Clatous Chota Chama bao la kisigino. Kwa hiyo Clatous Chota Chama amefanya mambo makubwa sana akiwa na Simba, na amefanya mambo mengi sana akiwa na Simba. Hakika historia ilimkumbuka kwa namna ambavyo amefanya. Hakika ilikuwa ni miongoni mwa namba 10 bora ambayo ilitokea katika ardhi ya Tanzania. Mara baada ya hapo Clatous Chota Chama kuchezea Simba kwa muda mrefu sana, taarifa zikaanza kuhusishwa Clatous Chota Chama ya kwamba anahitajika na maasimu wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni maasimu wa jirani, maasimu ambao yanatokea katika mji wa Kariakoo, wanatofautiana sentimita chache sana kutoka Kariakoo mpaka Jangwani. Taarifa zikaanza kumhusisha Chama kuhitajika na Young Africans, na hapo ni Young Africans mara baada ya kuona umuhimu ama performance ya Clatous Chota Chama ambayo alionyesha katika kosi cha Simba, Young Africans wakahitaji huduma ya Clatous Chota Chama na wakafanikiwa kuipata huduma ya Clatous Chota Chama. Ikumbukwe Chama katika kosi cha Simba alikuwa ni panga pangua, na maanisha kwamba ilikuwa ni namba 10 ambayo inategemewa. Ukizungumzia Simba ni Chama, na ukimzungumzia Chama basi ni Simba. Alijenga legacy yake, alijenga ukubwa wake ndani ya Simba. Mashabiki wa Simba wakamweka moyoni mwake, na mashabiki wa Simba wakafurahi kuwa na mchezaji kama Chama na wakajivunia makubwa sana. Lakini hakika hata wahenga wanasema ya kwamba hakuna kizuri kinachodumu na hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Chama akaachana rasmi na wekundu wa Msimbazi Simba, na wanasema kwamba adui yako muombe njaa, na huyo adui yako ndio ambaye atateketeza kitu chako bora. Young Africans wakateketeza muhimili wa Simba ambao ulikuwa ni bora zaidi, wakamhitaji Chama na wakamhitaji Chama. Na ikumbukwe usajili wake ulikuwa ni alfajiri ya asubuhi ya mapema kabisa. Utambulisho wa Chama kwenda Young Africans ulikuwa ni alfajiri, wanasema kwamba hata jogoo hakuwika ile asubuhi. Lakini Clatous Chota Chama moment yake Young Africans kutambulishwa ilikuwa ni asubuhi na mapema zaidi, lakini baada ya kwenda Young Africans mambo yakawa ni magumu. Chama kupata namba Young Africans kulikuwa ni mtihani.
Chama kupata namba mbele ya Stefan Aziz Ki, lakini mbele ya Pacome Zouzoua ulikuwa ni mtihani mgumu sana. Ikamlazimu Clatous Chota Chama kukaa benchi Young Africans. Ikamlazimu Clatous Chota Chama kupitia nyakati ngumu sana akiwa Young Africans, akayazoea hayo maisha, lakini mwisho wa siku anasema kwamba nyakati ngumu hazidumu. Ikaendelea kupitia nyakati ngumu kwa upande wa Clatous Chota Chama, lakini akaendelea kuizoea hiyo hali. Anapopata nafasi chini ya mwalimu Miguel Gamondi, akaendelea kupata nafasi, lakini akaendelea kufanya makubwa, na akaendelea kufanya makubwa pia akiwa na wananchi Young Africans. Hakika Chama alijenga pia legacy yake akiwa na miamba hiyo ya Twiga na Jangwani. Alifanya vizuri baadhi ya mechi, lakini ukweli useme wa kwamba Chama hatoisahau Simba, na Chama yeye na Simba ni damdam. Mara baada ya kupitia nyakati ngumu akiwa na Young Africans, lakini alifanya vizuri baadhi ya mechi. Kumbuka mechi kama za ligi ya mabingwa barani Afrika, Vitali Clatous Chota Chama alifanya makubwa, lakini pia mechi baadhi ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia za shirikisho barani Afrika ambazo walicheza Young Africans, alifanya makubwa Clatous Chota Chama. Lakini wanasema ya kwamba maisha huenda yakapanda na kushuka. Chama ukweli usemwa kwamba nyakati alizozipitia Simba na alizozipitia Young Africans zilikuwa ngumu zaidi, lakini haikutosha. Mara baada ya hapo ya kupitia nyakati ngumu, Clatous Chota Chama akasema ya kwamba ni bora lawama kuliko fezea. Klabu ya Singida Black Stars ikaonyesha nia ya kumhitaji Clatous Chota Chama. Klabu ya Singida Black Stars ikaonyesha njia ya kuhitaji huduma yake na kwenda kwa utumikia Walima Alizeti. Chama alivyoona ofa imekuja kutoka Singida Black Stars, akaona ni bora niende nikacheze Singida Black Stars, niachane na Young Africans, na ndipo ambapo Clatous Chota Chama akatoka Young Africans kuelekea katika kikosi cha Singida Black Stars na akafanya makubwa. Hakika performance yake katika kikosi cha Singida Black Stars iliendelea kuimarika siku hadi siku, akaendelea kufanya makubwa sana Clatous Chota Chama na Singida Black Stars katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Singida Black Stars hawatomsahau Clatous Chota Chama, amefanya makubwa sana mpaka Singida inaingia makundi, nazungumzia kombe la shirikisho barani Afrika. Basi mchango wa Clatous Chota Chama ni mkubwa kwa namna ambavyo wa Singida kufika mpaka hivi sasa. Wahenga wanasema usirudie matapishi, lakini Simba wakaona ni bora urudie matapishi. Kumbuka namba 10 ambayo ipo Simba, tunamzungumzia Jean Charles Ahoua, hakuonyesha performance nzuri sana kwa baadhi ya michezo, lakini namba zake ni nzuri, lakini uchezeshaji wake ama tunazungumzia uchezaji wake ni kama wana Simba hawajafurahishwa naye, na mazungumzo yanaendelea na taarifa zinasema ya kwamba Simba wanamhitaji kumrudisha Chama katika eneo la namba 10. Je, itawezekana Simba kumrudisha Chama katika kikosi cha Simba? Hizo ni taarifa ambazo zimeendelea kuchukua nafasi, lakini kumbukwe Simba hii leo mara baada ya kuondoka kuelekea visiwani Zanzibar katika mashindano ya Mapinduzi Cup, Jean Charles Ahoua pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala hawakuondoka na timu hii leo, lakini meneja wa timu Patrick Loemam amejibu ya kwamba inshallah wataonekana kambini, lakini taarifa zinaeleza kwamba Jean Charles Ahoua ni msimu wake wa mwisho na mkataba wake ukiwa unaelekea ukingoni na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Je, Clatous Chota Chama kwenda kuchukua nafasi ya Jean Charles Ahoua Simba? Hilo ni jambo ambalo kila mtu anasubiria na kuliona. Bana, mimi naitwa Ernest Singano. Tumechagiza mengi sana kimichezo kulingana na taarifa za usajili ambazo zimeendelea kuchukua nafasi. Sina la ziada.